Na kusabahi mtazamaji wa runinga ya Undugu, karibu sana. Haya ni makala ya mawimbi ya wiki ili tuweze kujadili yale ambayo yameweza kutokea wiki hii nzima, masuala mengi katika ulingo wa siasa na jinsi ambavyo kumekuwepo na dhuluma dhidi ya wanawake na vifo vya watoto na kupotea kwa watoto. Visa vile vimeweza kuongezeka humu nchini. Tutazungumza hayo mengi na atakayenisaidia kufanya haya yote kwa mara ya kwanza ni Captain Irene Ndanu. Karibu sana. Asante sana. Karibu katika Undugu TV. Furahi sana kuwa hapa. Asante. Mwanzo unaingia Undugu, msalimu mtazamaji wetu alafu tuendelee. Watazamaji wote hamjamboni, na nafurahi sana kuwa hapa siku ya leo Undugu TV, na natumai kuwa na kipindi kizuri na wakati mwema. Ndio kusudi ya kuweza kukualika katika makala yetu ya mawimbi ya wiki ni mwanzo kuzungumzia kiu chako cha kuwania wadhifa wa mwakilishi wa kina mama katika hii kaunti ya Machakos. Mwanzo tufahamu Irene Ndanu ni nani na pengine katokea wapi, kwa sababu maeneo mengine ya uwakilishi wanasema lazima kwanza utoke katika eneo hilo alafu sasa uweze kuazimia kuwa kiongozi katika eneo hilo. Umetokea eneo gani? Mimi ni mtoto hapa Machakos. Wazazi wangu wote wawili ni Wakamba wa hapa hii Machakos. Nimetokea sehemu inaitwa Mua, na mimi ni rubani. Kwa utaalamu wangu nimefunzwa uendeshaji wa ndege. Lakini pia vile vile ni mfanyabiashara, mimi ni mama na ni kiongozi wa jamii. Ndio. Ni nini kile ambacho pengine kimekusukuma uweze kuwania wadhifa wa uwakilishi wa kina mama wakati ule ambao hadi kufikia sasa mwakilishi anayewakilisha kina mama katika kaunti ya Machakos, Kamene Kasimbi, yupo mamlakani? Kilichonivutia katika wadhifa huu wa uongozi kutaka kuwania, kwanza nitasema ni wito. Nimetaka sana kuwa katika nafasi ya kuongoza. Nimekuwa kiongozi katika nafasi mbalimbali. Niko na foundation yangu, kama vile ninavyokuambia mimi ni mzazi na mzazi anakuwa ni kiongozi, na mimi ni mwajiri. Kwa hiyo kuna kundi la watu ambao naongoza, lakini wakati huu niliamua kwamba nikipata fursa ya uongozi katika yani wa kisiasa itakuwa bora zaidi kwa ajili ya huduma ambazo ninazotoa. Nitakuwa niko katika nafasi ambayo niko na usemi mkubwa. Na kiti hiki maalum, kwa nini nimekitamani? Kiti hiki nimekitamani kwa sababu nimeona kwamba kuna nafasi kubwa ambayo mimi naweza nikachangia. Na sio kwamba ati ni kumtoa aliye mamlakani, wala sivyo. Ni kutaka kuendeleza anachokifanya. Kazi kubwa amefanya kazi nzuri, na sio ati ni kumkosoa, bali ni kuomba kwamba niweze kumsaidia. Ndio. Ni kila mwanasiasa huwa anavuta upande wake. Ndio. Ni pengo gani lile ambalo umeona kwamba yule ambaye yupo sasa hivi Kamene Kasimbi pengine hajaweza kuliziba vizuri katika wakilishi wake wa kina mama na vijana katika jukumu lake la kuwa mwakilishi wa kina mama? Sio kwamba hajaweza kuliziba, bali kwa mtazamo wangu mimi nimeona kwamba ni swala la vijana. Na issue hii niligundua wakati ambapo mimi nilikuwa na tangamana na vijana katika kazi yangu ya foundation. So niliona kwamba kuna mwanya, vijana wanahisi kwamba hawaonekani. Wapo wale wanaonekana, lakini wengi wao sauti kubwa ni ya kwamba hawaonekani, hawana nafasi, hawasikizwi, waliosoma hawana makazi. Na kuna wale bado wanataka kuendelea kumaliza masomo yao, lakini inakuwa sio rahisi. Kwa hiyo nikaona kwamba ni kitu ambacho mimi nimekuwa nikifanya kabla hata matamanio yangu ya kisiasa. Nikaona ni jambo naweza nikaingia na kuchangia, na ndio kilichopelekea matamanio ya nafasi hii. Kweli. Unatoka hewani, na maanisha kwa rubani, unakuja kutangamana na Wakenya na wakazi wa kaunti ya Machakos. Kama ni hela, nadhani urubani una hela, lakini kuna wale ambao wanasema kwamba kile ambacho kinatendeka huku pengine wale ambao wanatoka kule wanajulikana kama professionals hawana ufahamu wa kile ambacho kinaendelea katika mashinani.
Pengine ni kipi kile ambacho umekifahamu hadi kufikia sasa, pasipo tu kwamba kuna ukosefu wa ajira, hadi kufikia sasa katika kaunti ya Machakos kumekuwepo na ongezeko la wasichana wale ambao wanaelekea shuleni, pengine hawana taulo zile ambazo ni za hedhi. Ni nini kile ambacho pengine kimekusukumia hasa kuwasaidia yule mama yuko pale mjini, pasipo tu kwamba kuna vijana? Kuna kitu ningependa kueleza watazamaji wetu kwamba shida ambazo zinawakumba watu wote hapa nchini ni sawa, lakini utofauti unatokana na maeneo ambapo watu wanakutoka. Lakini kama ni ukosefu wa kazi, upo hapa Machakos na katika kaunti zile zingine vile vile, kilio ni kile kile. Sasa kwangu mimi kutoka hewani kuja chini, sio kwamba naacha kuwa rubani. Nitakuwa rubani mpaka mwisho wa maisha yangu. Lakini sasa hivi nimeona nafasi ya kuja kutaka kusaidia. Usaidizi ambao nimekuwa nikitoa foundation sana, nataka kupeleka katika nafasi kubwa ya kisiasa ili niutumie. Wananchi wanalalamika, wale ambao nimekutana nao, vijana sana sana, kwamba hawapati nafasi za kuweza kufanya mambo yao. Mimi ninachokuja kutoa ni hizo nafasi. Nafasi hizi kwanza natoa kama miliki wa foundation ya Captain Irene Ndanu. Na imani ya kwamba nitakapochukua kiti hiki kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kuendeleza nafasi hizi, kwa sababu ni mojawapo ya kazi za mwakilishi wa kike. Ndio. Unazungumza kwa upana jinsi ambavyo utakavyotumikia wale ambao ni vijana na kina mama. Pengine kuna wale ambao wangependa kujua ni katika ngazi gani. Napeana mfano, wakati ule ambao rais mstaafu wa taifa la Marekani Obama alipokuwa anatafuta wadhifa ule, alikuwa anazungumzia mambo kwa kina, mfano kama Obamacare. Wewe ni kipi kile ambacho, pasipo upana ule ambao wa kile ambacho unataka kukifanya, ni kipi kile ambacho unataka kukigusa kwa hawa vijana na kina mama? Nataka kuleta fursa za kuweza kujitegemea, fursa za kuweza kuonyesha kama ni talanta zao, fursa za kukuza vipaji vyao. Naleta fursa, hicho ndio kitu kikubwa ambacho naleta. Fursa hizi sio lazima zikawa ati zinategemea pesa pekee. Pia wafadhili ni watu ambao wanaweza wakachangia pakubwa kwa vijana, akina mama, hata na wazee wetu pia kupata nafasi za kuweza kujitegemea. Kwa hiyo mimi ni fursa ndo nazingatia zaidi, ndo naleta. Vijana wengi wao wanapenda soka. Na wengine wao inasemekana kwamba wanarandaranda mitaani kwa kukosa mwanzo ajira, lakini iwapo watapata nafasi pengine ya kuendeleza talanta yao katika shughuli za soka, watapata nafasi angalau kuweza kujitoa katika mambo yale ambayo ni ya uraibu wa pombe na mihadarati. Hilo umeliangazia vipi? Hicho ndo kitu cha kwanza ambacho Soka Summit ya Captain Irene Ndanu ambayo naisimamia ndo inasaidia. Vijana wetu nimewaletea mchezo wa kandanda, na tunajua ndo mchezo mkubwa ulimwenguni na ndo mchezo unapendwa sana na Wakenya. Unashabikia timu gani kwanza? Arsenali. Umeshinda juzi. Naam. So nafurahi kwamba nimeona kwamba Machakos mchezo huu unapendwa sana. Na sio vijana tu wa kiume pekee, hata wa kike pia wanapenda mchezo. Kwa hiyo nimetoa fursa kwa watoto wetu wa kike na wa kiume pia waweze kushiriki. Na vile ulivyosema, inasaidia sana katika wao kujitenga na uraibu wa pombe na mihadarati. Kwa hiyo ni fursa moja ambayo nimetoa. Niko na program nyingine ya empowerment ambayo nimeleta. Tumezindua jana pale Mavoko. Ni program ya kaunti nzima ya Machakos. Tutaifanya katika sub-county zote 8 na kila wodi imeguswa. Kwa hiyo tunakusudia kuelimisha au kuleta mafunzo kwa wanafunzi 100 katika kila sub-county. Kwa hiyo jumla itakuwa 800. So tunatarajia wafanyabiashara wapya 800. Unawafunza nini? Tunawafunza kutengeza makucha, tunawafunza kunyoa, tunawafunza kutengeza nyele hizi za kike, na pia tunafunza kupaka mapambo, makeup. Ndio. Twende mashinani, kwa sababu kwa mara nyingi inajulikana kwamba mwakilishi wa kina mama, hasa nimeweza kuwaona wengi wale ambao wamekuwa wakipeana tenki zile ambazo ni za maji ili kuweza kumgusa yule mama ambaye yupo mashinani. Ndio.
Ni jambo lile ambalo limezoeleka kupeana tenki kwa kina mama. Yule mama ambaye yuko nyumbani pasipo tu kupewa tenki, vijana umefikiria vizuri, unawapa ajira, unawapa ujuzi ili waweze kupata ajira. Huyu mama yule ambaye sasa hivi ni mkongwe miaka 60 kwa kwenda juu miaka 50, naye afanye nini kutokana na wadhifa ule ambao pengine unaazimia? Kina mama wakongwe, kitu cha kwanza ambacho nazingatia kwao ni kwamba kuhakikisha kwamba huduma za afya zinawafikia haswa majumbani kwao. Tusikae tuwasubiri ili waweze kuja kufuata huduma mahospitalini. Kwa hiyo nategemea kutumia foundation yangu kwanza ili kufikisha haya. Jambo la pili ni kuhakikisha kwamba wanatunzwa au wanalindwa kiajira. Wengi wao ni wastaafu, lakini nataka tutafute mbinu za kuhakikisha kwamba hawalali njaa, wanaweza kujitunza. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nitazingatia sana. Ndio. Kweli. Sasa tuzungumzie hili swala nzima la kuweza kuwakilisha hawa kina mama. Kuna wale ambao wanasema kwamba mwanasiasa lazima awe amejipanga vizuri. Umejipanga kuja na chama kipi? Chama bado sijachagua, chama nasubiri, na bado naendelea kuzunguka, naongea na vyama mbalimbali, na chama kile ambacho kitakuwa kimesimama au nitahisi kiko katika msimamo wa mambo ambayo mimi nayoaminia, ndio nitakachokwenda nacho. Lakini kwa sasa hivi sina adui na wote ni marafiki zangu. Umesema kwamba kile chama kile ambacho kitakuwa na malengo kama yako. Tuelewe kwanza malengo yako, alafu sasa tuelekee katika chama ni kipi. Nitakuwa nakuelezea pengine tufahamu. Ningependa kuwa katika chama ambacho kinasisitiza sana au kina msisitizo wa umoja kama watu tunaotoka eneo moja. Na sio tu Machakos peke yake, iwe ni Wakamba kwa jumla. Na kuna kundi la Wakamba sehemu limetengwa. Nimesikia leo, nimefurahi kukutana na mtu ambaye amegusia. Kuna kundi kubwa la Wakamba liko pale Shimba Hills. Na kwa kweli leo niliposikia wakitajwa imenikumbusha mbali. Tunazungumziaga tu Wakamba wa Machakos, Wakamba wa Makueni, Wakamba wa Kitui. Lakini wapo pia Wakamba wa Shimba Hills. Tunahitaji pia kuwa tunawataja wakati tunataja Wakamba. Kwa hiyo umoja wa Wakamba ni kitu kimoja ambacho naangalia. Ni nani ambaye ana msisitizo na sio tu kwa maneno, ati kauli tu, bali kwa matendo. Kwa sababu kuna watu wanaongea, unasema hivi lakini unamaanisha vingine. Hicho ni kimoja. Jambo la pili, nani ambaye anazingatia maendeleo ya hapa Ukambani? Na pia vile vile ni vizuri kwamba kwa unatangamana na watu ambao wanaomwogopa na kumheshimu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa kwangu. Umetaja yale ambayo pengine nilikuwa nataka kuyasikia, hususan masuala mazima ya umoja wa jamii ya Wakamba na masuala mazima ya maendeleo. Nikikupa mfano, upo radhi kufanya kazi na mbunge wa Mwala? Nitafanya kazi na mtu yote yule. Mimi siangalii chama. Kwa sababu pia mimi wakati natembea watu wananiambia sisi hatuangalii chama. Wewe fanya kazi. Tunataka kuona wewe ni mtu wa kusema na kutenda. Ukisema utaleta kitu fulani ndicho unacholeta na unaleta kwa wakati. Kwa hiyo hawaangalii chama na mimi pia siangalii chama. Nitafanya kazi na mtu yote. Ndio. Lakini umesema kwamba yule ambaye ako na msisitizo wa kuweza kuunganisha jamii ya eneo hili la Ukambani, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amekuwa akizungumza hilo, na wakati mmoja ulipokuwa anazunguka katika eneo hili wakiwa na kina viongozi wale ambao ni upinzani, Kalonzo aliambiwa kwanza shikanisha eneo lako, ukija mezani tuzungumze. Una matumaini ya kuweza kujiunga na chama cha Wiper? Chama chochote kile mimi niko tayari. Ndio. Although ni kama utatengwa kwa sababu maeneo mengi inasemekana kwamba chama kinatawala, na ukiwa na tiketi ya chama ni kwamba 70% kwenda juu ushachaguliwa. Chama kinasaidia, kweli chama kinasaidia kwa sababu chama kinakuwa na structures zake. Sasa ukiwa uko pale ndani inasaidia sana katika kampeni zako, katika wewe mwenyewe kuuza sera zako, inakuwa ni rahisi kwa sababu uko kama ndani ya jamii fulani. Lakini ikishindikana pia kwenda independent pia ni option. Mmoja anaweza jiuliza marafiki wako kufikia sasa hivi ni akina nani, kwa sababu lazima uwe na marafiki wale ambao wapo mashinani. Hadi kufikia sasa
ni viongozi wa gani wale ambao wanashirikiana nao katika azma yako ya kuwa mwakilishi wa kina mama? Wako wengi, siwezi wataja, na wako katika mirengo yote, wako katika vyama tofauti tofauti, wako wa Wiper, wako wa serikali, wako wa Chap, wapo wengi. Na hakuna yale ambao umeweza kuzungumza na wao? Tunaongea, lakini bado sijafanya maamuzi, kwa sababu kundi ambalo natangamana nalo sana kiukweli ni vijana. Na niliona, kama nilivyokueleza hapo awali, niliona hiyo nafasi ya kuweza kufanya kazi na vijana, na ninawasikiza na wao wananiambia masuala ya chama weka pembeni kwanza, tuonyeshe unakuja kufanya nini, na ndicho kitu ambacho mimi nazingatia sasa hivi. Tuzungumze kuhusu umoja wa wakazi wale ambao ni wa Machakos. Tulikuwa nazungumza kuhusu kaunti ya Machakos na jinsi ambavyo iko na kabila tofauti. Ndiyo. Pengine hadi kufikia sasa ukitangamana na wakazi wa eneo hili, ni kipi kile ambacho umeweza kukisikiza na jinsi ya kuweza kuunganisha wote kwa pamoja? Machakos kama kaunti haiko tu na Wakamba peke yake, na tumepata makabila mengine ya kutoka kaunti zingine kuweza kuwa wakazi hapa Machakos, lakini kuna hii notion ya kwamba ni nazungumzia tu Wakamba wakati ambapo ninapoongea. Ndio, jamii ya Wakamba ndio kubwa hapa katika kaunti ya Machakos na ndio walengwa wakubwa. Lakini kama ulivyouliza, wapo watu wa makabila mengine ndani ya kaunti ya Machakos, sana sana katika sub-county ya Mavoko na sub-county zingine. Kwa hiyo hawa wote ni wapiga kura wa hapa Machakos, na ningependa kuwatumikia, ningependa kuwafanya kazi. Ndio. Tukimalizia katika awamu hii ya kwanza, turejelee katika ajenda moja yako ya kuweza kuunganisha vijana. Hawa vijana unatumia njia gani kuweza kuwakusanya? Umesema ni 100 kutoka kila sub county, nadhani ni katika kila eneo bunge. Unatumia pengine njia gani kuweza kuwatambua hawa vijana? Ningependa kukosoa tu kidogo, so vijana peke yake. Na hao 100 nilizozungumzia ni hawa wa hii empowerment ya Glam on Wheels, ya mapambo. Si hii empowerment haikuwa inalenga vijana peke yake, inalenga wakazi wa Machakos. Akina mama pia wamo ndani. Tuko na wamama saizi ambao wako Mavoko, ambapo ndo darasa linaendelea. So si vijana peke yake, ila waliojitokeza kwa wingi ni vijana, kwa sababu ukosefu wa kazi unawaathiri vijana zaidi. Lakini ni wanafunzi 100 ni wa kutoka sub county zote 8, na njia ambayo nilitumia kwa kusanya, tulitoa tangazo kwenye mtandao. Kulikuwa na link hapo, walikuwa wanaandika, wanasajili, na pia kulikuwa vile na namba ya simu ambao walikuwa wanapiga kwa wale ambao hawana huduma za mtandao. So walikuwa wanapiga simu, alafu tunachukua details zao, tunajaza, alafu baadaye ndo tunawaorodhesha katika ndio. Visa vya akina mama kuuawa na vile vile watoto kupotea, imefahamika hadi nadhani ni jana, msemaji wa serikali alikuwa anazungumzia masuala mazima ya watoto kuweza kupotea na visa vya akina mama kuweza kudhulumiwa. Kisa cha hivi karibuni ni cha Rachel Wandeto, na inasemekana kwamba ilitokana na upande wake wa kisiasa ule ambao anaweza kuunga mkono. Ningependa kuweza kujua maoni yako kuhusu hili swala nzima, ikizingatiwa kwamba unawania wadhifa wa kuwakilisha akina mama. Mwanzo usemi wako ni upi kuhusu dhuluma za dhidi ya akina mama wale ambao pengine wako na misimamo tofauti ya kisiasa au hata manyumbani mwao? Ningependa kuona tukiishi katika niseme karne au wakati ambapo tunaweza kutofautiana kisiasa, lakini tukawa bado tunakubaliana kimaisha, kwa sababu siasa haifai kuwa kitu ambacho kitaamua kama mimi nitaishi na wewe au nitakupenda. Haifai kuwa hivyo. Kwa hiyo kuona kama sasa hichi kisa kilitotokea juzi cha huyu dada aliyepoteza maisha yake kwa ajili ya kuwa na picha ya rais katika mwili wake, kwa kweli haikupendeza na si sawa kabisa. Watu wanafaa kukaa waongelelee maswala issues badala ya kuongelelea mtu au chama.
tuzungumzie ni masuala gani yanaathiri maisha yetu. Hao ndio mambo tunafaa kwa tunatofautiana. Sio kwamba mimi nampenda fulani au namkubali fulani na simtaki fulani. Haifai kuwa hivyo. Na si vizuri kuona kina dada wakipoteza maisha, na sio kina dada peke yake. Yaani mtu yote unapoteza maisha kwa sababu ya msimamo wako wa kisiasa. Siasa zinakuja, siasa zinapita, wanasiasa wanabadilika kila wakati, watu wasikuwa wanapigana. Nazama kidogo naibuka na sasa masuala mazima ya kisiasa humu nchini. Naam, karibu tena kwenye awamu ya pili, awamu ile ambao ni ya kufunga kazi. Tunaendelea kuzungumza na Irene Ndanu. Huyu ni rubani, anawania kiti cha mwakilishi wa kina mama katika hii kaunti ya Machakos. Irene Ndanu, tukielekea sasa katika awamu hii ya pili, tuzungumzie hili swala nzima la jinsi ambavyo kumekuwa na semi zile ambazo za kama kuwatenganisha Wakenya. Tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, uchaguzi ule ambao umeweza kuzua tumbo joto, hasa ikilinganishwa na kile ambacho kilitokea mwaka 2007. Unaomba kiti cha uwakilishi cha kuwakilisha wale ambao ni Wakenya kutoka maeneo mbalimbali. Ningependa kusikia maoni yako kuhusu hili swala nzima na wito wa umoja na utangamano humu nchini. Kwanza ningependa kugusia kwamba siasa zinaanzia nyumbani, pale ambapo unapoishi, hapo ndo siasa inaanzia. Na kwa kweli siasa za hapa Kenya ni siasa za makabila. Siwezi sema ni za ukabila, lakini za makabila. Kwanza mpaka ukubalike kwenu ndipo uweze kutamba kwenda juu. Lakini kinachosikitisha ni kuona kwamba siasa hii ya kuanzia katika eneo mtu anapotokea inatumika katika kugawanya watu. Kwa mfano sasa tuko na watu wanaotoka, tuko na pia watu wa jamii yetu ya Wakamba wanaoishi katika kaunti zingine na wanahesabika kama wakazi wa ile kaunti na wapiga kura wa ile kaunti. Lakini itakuwa si sawa kuona kama wao wanatengwa au kudhulumiwa au kuonekana kama wao si wa Kenya. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu, mimi naona siasa tutoke katika siasa za ukabila na tuweze kufanya siasa za maswala ambayo yanayolenga jamii, na zaidi yawe ni mambo ambayo yanahusu maendeleo badala ya makabila. Ndio. Hadi kufikia sasa kuna wale ambao wamekuwa wakiweza kushawishiana mwanzo waungane kule ambako wanakotoka, na wengine wanahubiri jambo lile ambalo ni la kimaendeleo jinsi ambavyo wanavyofanya. Na sasa hivi pia kuna zile ambazo ni taasisi za kuweza kuangazia haya mambo yote mazima, mfano NCSC imeweza kujitokeza. Katika hizi idara za serikali, kama yule ambaye unawania wadhifa kama huu, ungependekeza nini kifanyike angalau yasitokee yale ambayo yalitokea miaka ya awali, hususan mwaka 2007? Ilikuwa jambo la huzuni sana. Ilikuwa pigo kubwa kwa nchi kwa sababu tulipata kuona mandugu wakipigana, na zile ndo siasa naita za ukabila. Mtu umeishi naye miaka, unamjua ni jirani yako, japo sio kutoka kabila lako, unamgeuka kwa sababu ya siasa, kwa sababu ya kuwa na msimamo tofauti au kutoka eneo tofauti na la kwako. Mimi naona kama wanasiasa, mimi nazungumza kama kiongozi, ningependa kuomba viongozi wengine na haswa hususan wanasiasa, tafadhali tuache siasa za kugawanya watu. Kwa sababu mwisho wa siku utapata unachokitafuta, lakini kesho hicho ulichokianzisha kitakukuta au kuwakuta watoto wako. Kwa hiyo tuache siasa za ukabila, siasa za kugawanya watu, na rejelea pale tuzungumzie maswala yanayotuhusu, yanahusu maendeleo. Kwa sababu tunachokitaka ni maendeleo. Tukiangalia katika tafsiri ya siasa ni mpangilio wa maisha. Tunapanga vipi maisha yetu? Ndio maana yake. Sasa ni mpango gani huu ambao tunaeka kama wanasiasa? Lakini naona siasa imefanywa kuwa imebinafsishwa. Kila mtu anataka kile ambacho kinachomfaidi yeye. Kabla hujaingia unatoa ahadi nyingi, nitafanya, nitaleta, nitawapatia. Ukishaingia unakuta sivyo vile ulikuwa umepanga. Unaanza mambo mengine tofauti. Sasa katika kujitetea unaanza kugawanya watu. Kwa hiyo viongozi haswa wanasiasa,
tuache kabisa siasa za ukabila. Sawa sawa. Unawakilisha katika majukumu yako pia utakuwa unaweza kuwakilisha vijana. Vijana wamekuwa wakitumika sana. Kuna semi zile ambazo zimejitokeza kutoka kwa viongozi kama nyinyi kuhusu jinsi ambavyo vijana wanatumika hasa katika masuala ya kihuni ama gonism. Unawakilisha hawa vijana, umezungumza na vijana wa kaunti ya Machakos. Walipokuwa wanaandamana, nadhani ni wiki iliyopita, kuna vijana zaidi ya 50 walikuwa wameweza kufungiwa katika seli hizi za Machakos. Unawahamasisha vipi vijana kama wale kuhusu jinsi ya kujiingiza kwa masuala mazima ya kihuni yale ambayo yameweza kutokea humu nchini, hata inaweza kuwafanya hata wengine wao waweze kuuawa na kujeruhiwa? Ningependa kuzungumza na vijana na kuwaomba waache kutumika katika hizi siasa za uhuni. Utakachopewa hapo, pengine utapewa shilingi, haijalishi utapewa pesa kiasi gani, lakini hizo pesa zitakwisha. Kitu ambacho ningependa wazingatie ni hata kama unamfuata mwanasiasa au unafuata sera za mwanasiasa fulani, hakikisha kwamba ni kitu ambacho kitaweza kukusaidia kwa muda mrefu, na sio kitu ambacho utafanya leo alafu kuamkia kesho una mbele na wala huna nyuma. Kwa hiyo vijana ningependa kuomba sana na kusisitiza kwamba waache kutumika katika hizi siasa za kihuni. Na mimi kwa upande wangu kuhusu jambo hilo nimeleta program za kuweza kuweka vijana wetu wawe busy, kama huu mchezo wa kandanda ambao nimeleta empowerment program, na kuna mengine mengi ambayo niko nayo nitaleta, na ninaomba viongozi wengine nao waweze kutoa fursa kama hizi kwa vijana wetu ili waache kukaa kwanza bila kazi, kwa sababu ukosaji wa kazi ndio unapelekea wao kuchukua opportunities kama hizi za kuweza kuhusiana na mambo ya kihuni. Kwa hiyo tuwape vijana fursa, tuweze kuwapa mambo ya kufanya kwa muda mrefu na tuachane na siasa za uhuni. Kweli. Vijana wanaelekea katika maandamano na maadhimisho ya jinsi ambavyo kulitokea mwaka 2024 Juni tarehe 25. Sasa hivi tunapoelekea kuadhimisha, nadhani ni mwezi kesho, ushauri wako pengine ungekuwa vipi kwa vijana, hasa ikizingatiwa kwamba wengi wao walifariki na haijulikani iwapo watakapokuwa na andamana maafa kama yale na majeruhi yanatokea humu nchini tena? Ningesema kwamba maandamano ni haki ya kila mwananchi. Ila ningependa kusisitiza kwamba katika maandamano haya, wakati wanaadhimisha makumbusho ya hao vijana ambao walipoteza maisha yao, ningependa kuomba wafanye kwa amani. Sio lazima kuwe na fujo, uporaji, yani yasitokee hayo. Na pia ningependa kuomba serikali wawape ulinzi wale vijana wanapofanya maandamano yao, wanapowakumbuka wenzio waliowaacha, na sio wasiwaumize, kwa sababu ni watoto wetu, ni watoto wao. Kwa hiyo ni haki yao kuandamana, na ninaomba tu yawe ni maandamano ya amani. Kweli. Tuyasaze hayo, tuzungumze haya mengine yale ambayo yanakuhusu kama mtu binafsi. Iwapo utaweza kuchaguliwa kuwakilisha akina mama na vijana katika hii kaunti ya Machakos, ndiyo kuwagusa wale ambao ni vijana wapo katika mashinani, lakini pia legislative ni kazi moja ile ambayo inakuhusu kama mbunge, na siku hizi wanaitwa ni county member of parliament. Pengine ni sheria zipi zile ambazo unazidhania kwamba utaweza kuziwasilisha bungeni, hoja zile ambazo ni za kuwasaidia sio vijana tu wa kaunti ya Machakos, japo ni vijana wa humu nchini na vile vile akina mama? Ningependa kuona hizi sodo za wasichana au za kina mama zikipeanwa bure. Hicho ni kitu ambacho ningeona kinafaa sana, kwa sababu tuko na vitu vingi ambavyo kwa kweli naona kama sivyo muhimu, ambapo vinapatikana kwa urahisi, lakini vifaa hivi tunajua kabisa ni vya muhimu katika maisha ya dada zetu, watoto wetu na pia mama zetu wanapata kwa ugumu sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho ningependa kuona kikiwa ni cha bure, na pia ningependa pia kuona kwamba walemavu katika katika miji yetu wanatizamwa, na ningependa kuona sheria ambazo zinawafaa au zinawapendelea katika maisha yao ya kila siku. Alafu pia kuna masuala ya afya, ningependa
afya haswa kwa wasiojiweza iweze kuwa ya bure au iweze kupunguzwa. Hebu tuelewe, unasema afya iwe ya bure. Majukumu hayo sio yako kama mwakilishi wa kina mama, japo ni majukumu ya serikali ile ambayo ni ya kaunti. Pengine unadhani utafanya vipi? Ukiwa katika kaunti, wakati utakapokuwa katika kaunti, sifanyi peke yangu. Niko na wakilishi wengine ndani ya pale kaunti, na wao pia wako na majukumu yao. Ni jukumu langu kwa wale ambao ninaowakilisha, kwa sababu pia wao waliwachagua wale wengine. Kuanzia rais hadi chini mwakilishi wa wadi, wote waliwachagua jinsi walivyonichagua. Kwa hiyo kwangu mimi naamini ya kwamba ni jukumu langu kushirikiana nao katika kuleta huduma hizi na kuweza kuhakikisha kwamba wanapata wale walioyapigia kura. Hata kama sio mimi, lakini wale wengine si wapo na tutafanya kazi pamoja. Ndicho kitu ambacho nategemea kufanya. Tukielekea kumalizia, kuna hizi fedha zile ambazo zimeweza kutengewa afisi ile ambayo ni mwakilishi wa kina mama. Hizi fedha zimekuwa zikizungumziwa kwa muda mrefu. Rais William Ruto wakati fulani aliweza kunukuliwa akisema kwamba ataweza kuziongeza. Na kuna wale ambao wameweza kuzipanga na kuziratibu hizi hela. Ili Mkenya wa kawaida na mkazi wa kaunti ya Machakos aweze kukusikiza na manifesto yako, hizi hela pengine unakusudia kuweza kuzigawanya kwa njia gani ili aweze kufaidika kama mkazi wa Machakos? Bajeti ya ofisi ya mwakilishi wa kike wa kaunti sio kubwa ukitizama kwa mwaka. Kwa hiyo kwangu mimi bado manifesto yangu naendelea kuiandaa na muda sio mrefu nitaiachia. Ila kwa majukumu ambayo yametolewa kwa mwakilishi wa kiti hiki, ningependa kusema ya kwamba sitotegemea tu hiyo bajeti ambayo inatolewa. Kama mimi nitajitahidi kutafuta wafadhili ili waje waongezee katika yale ambayo nitakuwa nimeyapanga na kusudia kuyafanya. Kwa hiyo matarajio yangu au mipango nilionayo inazidi ile bajeti. Kwa hiyo kwangu mimi maoni yangu ni kwamba nitazidisha kwa kutumia wafadhili na wawekezaji. Ili tuweze kuelewa, kuwekeza katika swala nzima la soka, vijana wengi mnaweza kuwafadhili. Nimekuwa nikiangalia jinsi ambavyo umekuwa ukiweza kuwafadhili vijana, eti kwamba ulitenga takriban shilingi milioni 20 utakuwa unaweka wazi. Hizi fedha zile ambazo unawatengea vijana, hela nyingi zaidi, milioni 20, baada ya hapo kijana amecheza soka ndio, kwenda mbele usoni wako utakuwa vipi? Pengine una yale mawazo ya kuzungumza na wafadhili pengine wa ng'ambo? Vijana wakimaliza kucheza mpira, kwangu mimi kwanza natafuta timu mbili, timu moja ya kike na hiyo nyingine ya wanaume. Na timu hizi napanga kuzikuza ziwe kama timu zangu Captain Kings na Captain Queens. Kwa hiyo tayari ni timu ya vijana 30 kwa kila upande ambao napanga kuwasimamia na kukuza talanta zao na pia kuwapa ajira. Vile vile katika hii soccer tournament tuko na scouting ambayo inaendelea na tunafanya kwa ushirikiano wa tume ya mpira nchini ya FKF. Tunaangalia wachezaji wale ambao wako na kipaji katika uchezaji, makipa, striker. Sasa vijana hawa tutaweka katika camp au training ya muda baada ya tournament kuisha finali. Alafu baada ya hapo tutawaunganisha na watu ambao au timu za hapa nchini au hata nje ya nchi ili waweze kupata timu za kuchezea na kupata ajira. Na bali na hilo pia kuna zawadi za kifedha ambazo zitawaniwa katika mashindano haya na tunatoa huduma za kuwafunza wale washindi mafunzo ya kutumia au kuwekeza zile pesa ili watakapozipokea isiwe tena wanarudi pale walipoanzia. Tunatizama kuendeleza wanachokipata, kutizama kubadilisha maisha yao. Kwa hiyo mambo ni mengi. Okay, maswali mawili ya mwisho. Tuangazie swala nzima la elimu na jinsi ambavyo kumekuwepo na mgao wa basari kutoka afisi ile ambayo ni mwakilishi wa kina mama. Hizi basari pengine unatazamia kufanya nini ili kuweza kumfikia? Hela zenyu sio nyingi zaidi za afisi ile ambayo ni angavu. Unafanya nini kufikia yule ambaye ni kijana,
yule ambaye ako mashinani na mzazi yule ambaye pengine ana hela hizi? Tuweke usawa katika ugawaji huu. Watu wache kugawa hizi pesa, au viongozi tuache kugawa hizi pesa kwa kujuana, au nasikia sasa hivi kuna shutuma za kwamba unatafuta watu wako unaowafahamu, wakutafutie watu ambao wanaohitaji, isemekane kwamba zile pesa zimetumika, lakini hazijamfikia yule mlengwa. Mimi kitu ambacho ningependa kupendekeza ni kwamba walimu wakuu wa shule ambako watoto wetu wanakwenda, tunajua ukiona unaona hapa kuna shida, na sio kupatia tu mtu yote kwa vile ni mwanafunzi. Pesa hizi zipelekwe kule ambako wanakuzihitaji zaidi, mashinani, na wawakilishi wa wadi pia wahusike katika hili. Kama nilivyosema hapo mwanzoni, mtu asijiangalie tu ofisi yake, tufanye kazi ya ushirikiano kama serikali nzima. Hawa akina mama wale ambao wamekuwa kule mashinani, kwa mara nyingi wanaekezewa zile hela zile ambazo za kujisaidia kule mashinani. Wanasema ni table banking, na vile vile kuwasaidia kibiashara. Azma yako ni vipi, au unawalenga vipi hawa akina mama wale ambao wako mashinani na swala hili nzima la pengine table banking? Na matamanio makubwa sana ya kukutana na kina mama. Mambo ambayo niliyoyapanga ni ili waweze kuzidisha au kukuza hiyo table banking. Kwangu mimi ningependa kuona hiyo table banking ikikua, ukapata kwamba haiko tu katika ile level ambayo ipo. Mimi nitafanya mchango wangu kibinafsi kwa wale ambao nitakaoweza kuwafikia, lakini azma yangu ni kuona ya kwamba wamama wanaekeza zile pesa na kuwekeza katika miradi ambayo itakayokuza zile pesa zao. Hicho ni kitu cha kwanza. Jambo la pili, pia ningependa kuona hata hizi table banking zikibadilika na kuwa hata kama ni tubenki tudogo, lakini zikue. Ndio nilikuwa naona wakati nakuwa mamangu alikuwa yuko katika moja wanazita chama. Kwa hiyo ningependa kuona zikiweza kufika katika nafasi ambayo ingeweza kuwasaidia. Ndio. Nadhani tumeweza kuigusia mengi yale ambayo yameweza kukuhusu na azma yako na jinsi ambavyo kuweza kusuluhisha matatizo yale ambayo yanaweza kumhusu Mkenya. Nikikupa dakika za mwisho kuweza kuzungumzia pengine kile ambacho sijaweza kukuuliza. Asante sana na nashukuru sana kwa kuwa hapa leo. Nashukuru kwa maswali yako. Kwa kweli umenipa mambo mengi sana ya kwenda kufikiria wakati ninapokaa au kuzunguka ninapoongea na mwananchi wa kaunti ya Machakos. Na ningependa kuwahimiza sana wananchi wa hapa Machakos haswa kwa sababu ndo eneo ninalotokea, kwamba tushirikiane, tuwe na ushirikiano na uvumilivu wa kutofautiana kisiasa. Tusifanye siasa za matusi au siasa za kuumizana. Na pia ningependa kuambia ya kwamba wakati nitakapokuja nikitaka kile ninachokitaka kisiasa, ningependa kwamba tukae, tusikizane, na mimi niko tayari kuwatumikia. Kweli. Kalonzo Musyoka anamuunga mkono kwa ni urais. Ni mtoto wetu hapa nyumbani. Ningependeza sana tukapata rais Mkamba. Kabisa. Kwani tusimunge mkono na ni mtoto wetu wa nyumbani. Kweli. Unamuunga mkono Rais William Ruto kuhudumu kwa mara ya pili? Wananchi wakiamua, kwani nisimunge mkono? Mimi sio mwenye kusema, wananchi ndio wenye kusema. Lakini pia wewe ni mpiga kura. Mimi ni mpiga kura pia, lakini sasa si kura siri yangu. Asante sana Rubani Irene Dan. Asante. Nimekuwepo naye Rubani Irene Dan, anamezea wadhifa wa kuwa mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Machakos. Mimi ni Zablon Macharia, hadi Ijumaa nyingine atakaporithia Maulana. Kuwa na usiku mwanana. Kwaheri.